Tutakifundisha hapa kwa sehemu, ili baada ya hapa twende tena tukamshuhudie Yesu. Nafanya nini ili nidumu katika wokovu? Kwa sababu sasa nimeokoka. Sawa? Amina watu wa Mungu. Nafanya nini ili nikae, ili nidumu katika wokovu? Kuzaliwa katika wokovu, kuokoka kwa lugha rahisi ni kuzaliwa tena mara ya pili. Ni kuzaliwa tena mara ya pili. Mungu akubariki wewe ambaye umeokoka sasa, una miaka 5, una miaka 6, una miaka kadhaa kwenye wokovu, kwa sababu haitakuwa na hasara kwako ili somo linalofundisha. Sawa? Yesu asifiwe. Lakini huyu ambaye ameokoka jana, ameokoka juzi, ataokoka leo, kuna vitu ambavyo anahitaji kuvifanya ili adumu katika wokovu, ili aendelee kuishi maisha ya wokovu. Bwana asifiwe. Moja, kuokoka ni nini? Nisaidie kuandika maana hii moja. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Nataka nitumie hiyo maana kwa lengo la kwenda sasa kukufundisha kukaa au kudumu katika wokovu. Kuokoka maana yake ni kuzaliwa mara ya pili. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba nisaidie kusoma maandiko haya ya Yohana 3 kuanzia mstari wa kwanza. Yohana mtakatifu sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Tutaenda mpaka mstari wa 3. Yohana mtakatifu sura ya 3 mstari wa kwanza. Ndio. Basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo. Jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Ndio. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, tunajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, Amin, amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Yesu akajibu akamwambia Nikodemo, Amini, amini nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ndo hapa ambapo tulipo. Kuokoka maana yake ni nini? Kuokoka maana yake ni kuzaliwa mara ya pili. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu anaposema nimeokoka, maana yake amezaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza alizaliwa kwa jinsi ya mwili. Tukisema kuzaliwa mara ya pili, maana yake kuna kuzaliwa mara ya kwanza. Kuna vile mtu alizaliwa mwanzo, sasa hivi tena anazaliwa mara ya pili. Tukiwa tunazungumzia kuokoka, tunazungumzia kuzaliwa mara ya pili. Mara ya kwanza nilizaliwa kwa jinsi ya mwili. Baba yangu na mama yangu walipokutana, mimba yangu ikatengenezeka, nikazaliwa. Bwana asifiwe. Nikazaliwa. Nilipozaliwa ile awamu ya kwanza, nikapewa jina kwa lile jina ambalo nimepewa. Sawa? Nilipewa jina Makunja, nilipewa jina Joni, nikapewa jina Juma, nikapewa jina lile ambalo ninatambulika kwa hilo. Watu wanapotaka kunipishanisha na wengine wananiita lile jina langu. Ndio jina nilipewa nilipozaliwa mara ya kwanza. Lakini nilikuwa nazaliwa kwa jinsi ya mwili sasa. Lakini inakuja zamu, wanatoka watu wa Mungu wanaweka mkutano wa Injili. Inakuja zamu, watu wa Mungu wanapita nyumba kwa nyumba wanashuhudia. Inakuja zamu, mtu anajisikia tu, nenda na wewe leo pale ukasali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna zamu kama hizo ambazo mtu hajakutana na mtu, lakini mtu amekutana na Mungu. Kuna zamu ambazo watu wanakutana na Mungu kabisa. Sawa? Yaani analala usiku, anaota ndoto amekuja kusali hapa. Sawa?
anaamka tu asubuhi, hajaota ndoto, anaamka tu asubuhi anajisikia ngoja leo nikasali pale. Na baada ya kufika pale anakutana na Yesu, anafanya maamuzi. Bwana asifiwe. Anapokutana na Yesu, changamoto ni moja. Kuna mtu anaweza akaja kusali hapa akahisi ya kwamba ameshaokoka tayari, kumbe bado hajaokoka. Amepata tu na Mungu amemleta makusudi kabisa kwamba nenda pale ili ukaokoke. Lakini wakati ule wa shule Jumapili, watu wa Mungu walikuwa wanatoa majibu, wakasema uelewa wa awali, pre-understanding kwa Kiingereza. Uelewa wa awali, taarifa za kwanza. Taarifa za kwanza alizonazo ni kwamba mimi nimeokoka kwa sababu na yeye pia anaenda kanisani. Sawa? Mimi nimeokoka kwa sababu na yeye amezaliwa kanisani. Kwa pana uwezekano mtu akawa amezaliwa kanisani lakini akawa hajaokoka. Pana uwezekano mtu akawa anaenda kanisani akawa hajaokoka bado. Kwa nini? Kwa sababu kuzaliwa mara ya kwanza ilihusisha baba na mama kukutana. Kuzaliwa mara ya pili inahusisha mtu kumkiri Yesu kwa kinywa chake ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Warumi 10:9 anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utafanya nini? Utaokoka. Warumi sura ya 10:9. Kwa hiyo kuzaliwa mara ya pili ambako Nikodemo anamwambia Yesu, Yesu anamwambia Nikodemo kwamba amini nakwambia, mtu usipozaliwa mara ya pili hautaweza kurithi uzima wa milele, hutaweza kurithi ufalme wa Mungu. Kwa maana kwamba hata kama mtu anaenda kanisani asipopata nafasi ya kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, maana yake mtu hajazaliwa mara ya pili bado. Na hii ndio ambayo inatengeneza mazingira ya watu wengi kufanyika wanadini. Sawa watu wa Mungu? Hii inatengeneza mazingira ya watu wengi kuonekana kama wameokoka lakini hawajaokoka bado. Wanasali tu, wanaenda tu kanisani na kurudi. Sisi shauku yetu sio tu kwenda kanisani na kurudi. Shauku yetu sisi ni kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipozaliwa mara ya kwanza, nilizaliwa Sistira, nilizaliwa Mbeya, nilizaliwa Tanzania, nilizaliwa Afrika, nilizaliwa duniani mara ya kwanza. Ninapozaliwa mara ya pili, nazaliwa katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Yesu asifiwe. Pindi ninapomkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, maana yake ninapata nafasi, ninapata zamu ya kuzaliwa katika ufalme wa Mungu. Mwanzoni nilipata zamu ya kuzaliwa katika familia ya Mzee Maneno. Arafu Mzee Maneno alikuwa anaishi Sistira. Mzee Maneno alikuwa anaishi Mbeya, alikuwa anaishi Tanzania. Kwa nikapata nafasi ya kuzaliwa huko mkoani Morogoro. Baba yangu anaitwa Jacob na mimi nikapewa jina Maria. Sawa? Kwa ukiangalia kimsingi kuna familia. Si ni kweli watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Kwenye kuzaliwa unaona hapa katika tu ile mara ya kwanza kabisa panatengenezeka familia. Anakuja baba, anakuja mama, anakuja kaka, anakuja dada, anakuja mjomba, anakuja shangazi. Yaani hapana mtu yuko tu peke yake. Sawa? Unaweza usijue ndugu zako lakini ndugu zako wapo. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Yaani unaweza kabisa ukahisi ya kwamba mimi niko hivi. Kama siku moja Elia alipitia msimu mgumu akasema nimesalia peke yangu. Mungu akamwambia hapana, hujasalia peke yako. Wako wengine huko 700 huko wasiopiga goti kwa bahari. Kwa kuna wakati fulani unaweza ukahisi umebaki mwenyewe. Lakini kimsingi mpaka ukaitwa Betha Jacob, maana yake kuna mtu anaitwa Jacob, kuna mama, kuna kaka, kuna dada. Kama wewe ni wa kwanza kuzaliwa wako wengine. Kama ulizaliwa peke yako wako shangazi zako. Kama hakuna akina shangazi wako akina mjomba. Yaani kuna ule ukoo. Sasa watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Hii ni mwilini. Hii inakuja inahamia rohoni pia. Tunapozaliwa katika ufalme wa Mungu inatengenezeka familia ya kiroho.
Bwana asifiwe. Iko familia ya kiroho ambayo Mungu hasa ndiye baba yetu sisi. Saidia kusoma Yohana 1 mstari wa 12. Yohana mtakatifu sura ya 1 mstari wa 12. Nataka kufundisha kidogo. Unatakiwa ufanye nini ili ukue? Yohana 1:12. Yohana 1 mstari wa 12. Biblia inasema. Ndio. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bali wote, malizie 13. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwanadamu. Maana umeona kuokoka kwako sio mapenzi ya yule aliyekuja kukushuhudia. Bwana asifiwe. Naeleweka niko nafundisha hivi? Unapoona mtu ameokoka sio mapenzi ya yule mwinjilisti aliyekuja kuhubiri ule mkutano. Mungu alikuwa anamtafuta mtu akamtumia yule mwinjilisti. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu alikuwa anamtafuta mtu akawaagiza watu waende wamshuhudie. Mungu alikuwa anamtafuta mtu ndio maana akamwelekeza, leo Jumapili ya leo nenda kaabudu mara fulani. Ni mapenzi ya Mungu. Na anasema katika Yohana 15:16, anasema sio ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi. Nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa. Kwa kuokoka kwetu hatukuchagua sisi, ni Mungu aliyetuchagua. Jina la Bwana libarikiwe. Kuzaliwa kwa mtoto kwa jinsi ya mwili sio machaguo ya mtoto, ni machaguo ya baba na mama. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Hapana, mtoto anaamua sasa mimi nizaliwe sasa hivi. Ni baba na mama ndio wanaweza wakafanya maamuzi, sasa tuzae mtoto. Kwa hiyo kuzaliwa pia kwenye ufalme wa Mungu ni maamuzi ya Mungu. Kwa tunapokuja sasa, anasema wote waliompokea Yesu walipewa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Anasema ni wale ambao wanaliamini jina la Yesu, ambao wamezaliwa si kwa mapenzi ya mtu bali kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapo inatupa dhana ya kusema pindi unapomwamini Yesu unazaliwa mara ya pili. Unaweza tu ukaja ukajiunganisha na kanisa, haitoi tafsiri kama umezaliwa mara ya pili. Na watu wengi wamejiunganisha tu na makanisa. Ameenda tu mara fulani akasema kuanzia leo mimi nitakuwa nasali hapa. Kuanzia leo nitakuwa nasali hapa, haitoi tafsiri kama wewe umeokoka. Haitoi tafsiri kama umezaliwa mara ya pili. Jina la Bwana libarikiwe. Panahusisha kukiri kwa kinywa. Panahusisha mtu kusema Yesu ninakuja kwako. Pindi mtu anapokiri kwa kinywa na kuamini kwa moyo, huyu mtu tunasema ameokoka. Amezaliwa mara ya pili. Sasa ambapo huyu mtu amezaliwa mara ya pili, huyu ni mtoto. Nimesema sasa Mungu ni baba yake. Na Mungu anayo familia. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anayo familia. Kama vile ambavyo baba, mama wana familia, na kwa Mungu pia pana familia. Ndio maana kanisa kama hii ni familia. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana pindi unaposema sasa umeokoka, unahitaji kufanya kitu gani ili ukue? Anachokifanya Mungu, anakuwekeza kwenye familia. Jina la Bwana libarikiwe. Anakuwekeza kwenye nini? Kwenye familia. Ili uweze kukua. Kwa sababu huwezi kukua bila malezi. Lazima atokee malezi. Mtoto anapozaliwa lazima alelewe. Na tunapoanza biashara ya kulea mtoto, panahusisha kumlisha, kumnywesha, kumvisha. Sawa? Bwana asifiwe. Malezi yanahusisha kula, kunywa, kuvaa, kusomesha, kusoma, kuandaliwa mazingira ya marazi, mavazi. Alale wapi? Avae nini? Ale nini? Anywe nini? Cha kwanza kabisa ambacho nataka kuzungumza na wewe ni nini unatakiwa ufanye ili ukue katika wokovu. Kwanza, namba 1, jifahamu wewe ni mtoto mchanga. Saidia kuandika hivyo Kilian. Mmoja nisaidia ampe Kilian kalamu na daftari ya kuzaliwa. Wazo A. Namba 1, lazima ujue mimi sasa ni mtoto mchanga.
Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Unafanya nini ili ukue katika wokovu? Ufahamu, uelewa wa kwamba sasa mimi ni mtoto mchanga. Jina la Bwana libarikiwe. Nisomee waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2. Biblia inasema, ndio, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa. Tumeshasema kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Sasa kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, wafanyeje? Yatamanini maziwa ya akili. Yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Kwa hapa katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 2, cha kwanza ambacho tunajifunza kutoka hapo kwamba huyu mtu anayesema nimeokoka ni mtoto mchanga. Yaani leo anapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, amekuwa mtoto mchanga. Katika mwili ni kaka tu. Sawa? Katika mwili ni dada. Katika mwili ni mama mtu mzima. Katika mwili ni baba. Lakini katika roho Biblia inasema ni mtoto mchanga. Amezaliwa sasa kwenye familia ya Mungu. Amepata uwezo wa kufanyika kwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa ni mtoto wa Mungu sasa huyu. Kama huyu ni mtoto wa Mungu, Biblia yani mbingu zinapomtazama zinakatazama kama kachanga. Zinakatazama kama katoto kachanga. Kwa sasa shida inakuja, huyu mbingu zinayemtazama kama mtoto mchanga, yeye anajitazama kama mtu mzima. Bwana asifiwe. Anajitazama kama anajua kila kitu. Anajitazama kama anajua kuomba, anajua kusoma neno, anajua kupiga kinanda, anajua kuimba nyimbo, anajua kufundisha. Ndio maana watu wanaokoka hawadumu katika wokovu, kwa sababu wanaokoka wanakuwa kana kwamba wamejiunga na kanisa ili wakawe wapiga vinanda kanisani. Kwa sababu ana kipawa fulani, anaingia kanisani, anaanza kutumia kipawa chake. Anasahau ya kwamba mimi ni mtoto mchanga, nimezaliwa na paswa sasa kulelewa nikue. Bwana asifiwe. Alikuwa na kipawa cha kuimba nyimbo zamani kule duniani. Alikuwa anaimba nyimbo za duniani. Alikuwa producer kule duniani. Alikuwa mtunzi wa nyimbo kule duniani. Anapokuja huku kanisani, anaona kana kwamba amekuja kuproduce nyimbo za kanisani. Kabla kuanza kuproduce nyimbo za kanisani, anahitaji kupata ufahamu. Mimi sasa ni mtoto mchanga, nimezaliwa. Kwa sababu akija huku akaanza kuproduce nyimbo za huku, anaproduce nyimbo za huku zikiwa na hali ya nyimbo za kule. Bwana asifiwe. Ndio maana unaona tuna nyimbo za kanisani ambazo zina ladha ya nyimbo za duniani. Kwa nini? Kwa sababu maproducer wengi walikuwa na produce. Maproducer ni wazalishaji, sio? Wazalishaji wa muziki mingi walikuwa wanazalisha muziki ya duniani. Sasa wameokoka, wamekuja kuzalisha muziki ya kanisani. Waimbaji wengi walikuwa wanaimba nyimbo za duniani. Sasa wameokoka, wameanza kuimba nyimbo za wapi? Za mbinguni. Si ndio kinyume cha duniani, sio? Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Ndio maana unashindwa kupata tofauti kati ya wokovu na usio wokovu. Mwanamitindo fulani alikuwa ni mwanamitindo kule duniani. Sasa ameokoka, anakuwa mwanamitindo kanisani. Alipookoka hakupata nafasi ya kufundishwa kama anavyofundisha hapa. Kwamba wewe sasa umezaliwa. Wewe sasa ni mtoto mchanga. Kama wewe ni mtoto mchanga sasa, ambacho unahitaji kukifanya cha kwanza ni kujua ya kwamba mimi ni mtoto mchanga. Hicho ndo cha kwanza cha msingi. Bwana asifiwe. Huo uelewa ni wa msingi sana kwenye kukulia wokovu. Ukikosa huo uelewa, hautakuwa kwenye wokovu. Yaani usipopata ufahamu kwamba mimi sasa ni mtoto mchanga, kwa sababu utakuwa unakuja kanisani kama unajua. Sawa? Utakuwa unatembea mtaani kama unajua.
cha kwanza kabisa lazima ujue mimi ni mtoto mchanga, nimezaliwa kwenye ufalme wa Mungu. Sasa hivi Mungu ni baba yangu. Hapana mtoto asiye na baba. Hapana mtoto asiye na mama. Hata kama mama ni kahaba, kuna baba wa yule mtoto. Sawa? Kusema mimi simjui baba yangu haitoi tafsiri kama una baba. Baba yako yupo, ila hujapata nafasi ya kutambulishwa kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Namba moja, upate ufahamu kwamba mimi ni mtoto mchanga. Mimi ndo kwanza nimezaliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kama nimezaliwa, mimi ni mtoto mchanga. Namba mbili, anasema yatamani sasa maziwa ya akili. Maziwa ya akili ni nini? Neno la Mungu. Litamani neno la nani? La Mungu. Namba mbili, ulitamani neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtoto mchanga ambaye sasa nimezaliwa, ili nikue, namba moja nijifahamu kama mimi ni mtoto. Hiyo nimekufundisha, nimesema kujifahamu kama wewe ni mtoto ina cancel, inaua, inakata, inaondoa ile nafasi ya kwenda mahali fulani unahisi kama umeenda kama mhudumu. Inakupa nafasi ya kwenda pale kama kutafuta malezi. Jina la Bwana libarikiwe. Nina kipawa ndio, nina kipaji ndio, lakini hapa sijaja kuutilize kipaji changu. Nimekuja kulelewa. Baada ya muda fulani, kile kipawa changu nilikuwa nacho kule duniani, sasa kilelewe, kigeuzwe, kianze kutumika kwa jinsi ya kiroho. Kule kilikuwa kinatumika kwa jinsi ya kimwili, huku kianze kutumika kwa jinsi ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Anasema ukipata ule ufahamu, huo uelewa kama mtoto mchanga. Nimesema wote waliompokea walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa nani? Wa Mungu. Ndio wale waliaminio neno la Mungu. Twende wa Galatia 4. Twende wa Galatia 4 mstari wa 19. Galatia 4 mstari wa 19. Biblia inasema, vitoto vyangu ambao nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Vitoto vyangu ambao tena ninawaonea uchungu, nawaonea utungu mpaka Kristo aumbike ndani yetu. Maana unapookoka, unapokuwa mtoto mchanga, Kristo hajaumbika ndani yako bado. Kristo ni kwa namna gani Kristo hajaumbika ndani yako? Bado mtazamo wako unatazama kama zamani. Huko umekuja kwa Yesu bado, umeokoka ndio, lakini mtazamo wako, mentality yako, unapoona mambo, unapotafsiri vitu, unatafsiri kama zamani vile ulivyokuwa hujaokoka. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Wangapi wamewahi kumsikia mrokole anasema, sijui kama nitaweza? Wangapi wamewahi kusikia? Sijui kama nitaweza. Biblia inasemaje? Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini vipi, mbona huyu mrokole anasema sijui kama nitaweza? Bado ni mtoto mchanga. Kristo hajaumbika bado ndani yake. Kristo akiumbika ndani ya mtu, kuongea kwake kunageuka. Gladys mama, sawa? Kuongea kwake kunageuka. Sasa watu wa Mungu, Kristo akishaumbika ndani ya mtu, mtazamo wake, anavyoona vitu, anaviona tofauti. Kristo akifanya nini? Akiumbika. Maana ukiwa mtoto mchanga, Kristo hajaumbika bado, hajatengenezeka Kristo bado ndani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kristo hajatengenezeka bado. Na Paulo anasema vitoto vyangu vichanga ninawaonea uchungu, ninawahurumia mpaka pale Kristo atakapoumbika ndani yenu. Mpaka pale mtakapoanza kuwaza kama Mungu anavyowaza, mtakapoanza kusema kama Mungu anavyosema, mtakapoanza kuishi kama Mungu anavyoishi. Mungu haogopi na ninyi msiogope. Sasa Mungu ni mponyaji na ninyi mponye.
Mungu anasamehe na ninyi msamehe. Sio sawa? Yaani zile tabia za Mungu zitakapotengenezeka, ile tafsiri ya Kristo kuumbika ndani ni tabia za Mungu kutengenezeka kwenye maisha ya mtu. Unaishi duniani lakini una tabia za Mungu. Uko Mbeya lakini haufanani watu wa Mbeya. Uko Tanzania haufanani watu wa Tanzania. Uko Afrika lakini haufanani wa Afrika. Wewe ni mwanadamu kama ulivyo wanadamu wengine, lakini kuna mazingira unafanya vitu watu wanasema wanadamu wa kawaida huwa wafanyi kama wewe. Kristo akishaumbika. Ukiwa mtoto mchanga, Kristo hajaumbika bado. Kuwa mtoto mchanga sio kukaa kanisani siku moja. Unaweza ukawa kanisani miaka 7 afu bado ukawa mtoto mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kutoka kwenye utoto uchanga maana yake ni nini? Anasema ni kuyatamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kwa ili mtu akue katika wokovu, namba 2, akishajijua tu ni mtoto, sasa haja ya moyo wake apate neno. Anachokitafuta sasa, anatafuta neno. Maziwa ya akili. Jina la Bwana libarikiwe. Saidia kumwambia jirani yako maziwa ya akili. Maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Kugoshi maana yake ni nini? Nani amewahi kukamua ng'ombe? Ambaye amewahi kukamua ng'ombe? Haya, ambao hamjawahi kuona. Nani ambao hamjawahi kukamua? Nani aliwahi kuona watu wanakamua maziwa kwenye ng'ombe? Hata kwenye video, usipate shida. Hata kwenye video mwingine hajawahi kuona arrive. Hata kwenye video tu. Ungeane mkono. Ambaye amewahi kuona. Wanapokamua vile wanatoa maziwa fresh kabisa. Maziwa safi kabisa. Sawa? Baada ya muda fulani wako wataalamu wanasema nimepata lita 2, angalau ziwe 3. Anachukua maji, anamwagia mle. Kwa alikamua lita 2, anaongezea maji, anapata lita 3. Huko ndo kunaitwa kugoshi. Kuchukua maziwa na kuyachanganya na maji. Akisema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Maziwa ya akili tumesema ni neno la Mungu. Kugoshi ni kuchanganya na uongo. Maana yake ulitamani neno lisilochanganyika na uongo ndani yake. Liko neno watu wa Mungu analisema wameongezea na kauongo. Ukweli 9, 10 uongo. Au anaongea A B C. Hayo yote ni kweli, D kweli. A B C D E F G na kuendelea. Sasa huko ni mbali sana. A E I O uongo, U ukweli. Kwa hiyo A E I O U maana yake katika O ni uongo. Haya mengine yaliyotangulia na yaliyomalizia ni ukweli. Maana yake imegoshiwa. Imechanganywa na uongo. Anasema ili ukue katika wokovu lazima ulitamani neno la Mungu lisilochanganywa na uongo. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Kutamani neno la Mungu lisilochanganywa na uongo. Najuaje kama hili neno halijachanganywa na uongo? Hiyo ndio point ya msingi. Jina la Bwana libarikiwe. Mara zote ambacho Yesu atafanya na maisha yako anapokuokoa, anakuongoza ukaabudu sehemu sahihi. Sawa? Mara zote Yesu atakuongoza. Achana na watu wanaoenda kutafuta uponyaji. Uponyaji, ukiona mtu anaenda kutafuta uponyaji, haendi kutafuta wokovu. Sawa? Naomba mnielewe vizuri ninapofundisha. Bwana asifiwe. Yesu asifiwe. Ukisikia mtu anasema nenda kwa mchungaji Makunja atakuombea utapona, alafu akafika kweli nikamwombea akapona, akapata na platform ya kuokoka, hakuja kutafuta wokovu, alikuja kutafuta uponyaji. Sasa kwa mara kadhaa watu wataabudu sehemu zisizo sahihi kwa sababu hawakwenda kutafuta wokovu, walienda kutafuta uponyaji wa mwili. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe.
Lakini Yesu anapomuongoza mtu, nenda kaabudu pale. Hapo Yesu amejua hapo pana neno la Mungu lisilogoshiwa. Sawa? Nenda kwa mchungaji Makunja. Mimi hapa ndo mchungaji Makunja. Sawa? Maana yake Mungu ana uhakika hapa pana neno la Mungu lisilochanganywa na uongo. Jina la Bwana libarikiwe. Na wewe kama mtoto ambaye Mungu ameamua kukuzaa, maana yake anahakikisha